Zama hii leo kutokea katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania umeweza kufurahishwa na matokeo ambayo klabu ya soka ya Simba wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kwa upande wako wewe, je, ni mchezaji gani wa Simba Sports Club ambaye ameweza kukukosha leo? Je, ni Jean Charles Ahoua? Je, ni Elie Mpanzu? Basi nenda eneo la comment katue maoni yako, kwa sababu ni mchezo wa nusu finali ambao Simba wameweza kucheza visiwani Zanzibar. Fahamu katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club walikuwa aggressive sana na kuweza kutengeneza mashambulizi katika lango la klabu ya soka ya Stellenbosch, lakini tunashuhudia katika dakika ya 45 zikiwa zimeongezwa dakika 4, basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba waliweza kupata mkwaju wa faulo, ambapo faulo hiyo iliweza kupigwa na Jean Charles Ahoua, kisha Jean Charles Ahoua akaweza kuiweka wavuni, na tunashuhudia kwa upande mwingine goli hilo likaweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuwa kifua mbele katika kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Simba Sports Club wakarejea, mwendo ukawa ni ule ule, kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Stellenbosch, lakini ndio hivyo mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na matokeo chanya dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa sasa kinachosubiriwa ni mchezo wa marejeano ambao kwa upande mwingine utakwenda kuchezwa pale nchini Afrika Kusini ili Simba kwenda fainali. Basi kwa upande mwingine wanahitaji kupata sare ya 0-0 ama sare ya mabao yote yale ili kuweza kuqualify kwenda fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo Simba wataweza kuweka rekodi kama wakienda kufanikiwa kupata matokeo ya draw pale nchini Afrika Kusini, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza, kupitia meneja habari na mawasiliano wa zamani wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno zito kwa hiki ambacho Simba wameweza kukipata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Manara anasemaje? Cha kwanza, ikumbukwe kwa upande mwingine katika kipindi cha kwanza tunashuhudia mchezo ulikuwa ukiendelea, basi aliweza kuandika maneno anasema hivi: huyu mwamuzi bana, kama mtu ameumia asitibiwe. Kuna dalili ya penati ya mchongo na yellow kadi nyingi. Mimi sio nabii, ila ya mambo sio mageni. Ngoma amecheza reckless na kupewa, ila hawa normal foul zote katoa njano. Lakini haikuishia hapo, akaweza kumposti mwamba Lusaka Clatous Chama na kumtagi na kuandika remember the name, hapa akimaanisha kwamba Simba kwa sasa ndani ya kikosi chao wana miss Chama, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya nafasi ambazo Simba waliweza kuzitengeneza, lakini Jean Charles Ahoua ambaye ndiye anacheza katika eneo namba 10 alishindwa kufunga. Kwa hiyo ndio hivyo anamaanisha kwamba Simba Sports Club kwa sasa wana miss mwamba Lusaka Clatous Chama. Lakini kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ndugu Ali Shabani Kamwe, kwa upande wake anasemaje mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0? Ali Kamwe anasemaje? Kupitia mitandao ya kijamii ameweza kufunguka na kusema hivi, ameweza kuandika na kusema hongera chifu mkuu wa madunduka kwa fluke ya leo, hapa akimaanisha kwamba klabu ya soka ya Simba kuna fluke ambazo wameweza kuzifanya na kuweza kuibuka na ushindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa hiyo tunaona huyo ndio Ali Shabani Kamwe, naye pia kwa upande wake akiwacharua Simba Sports Club mara baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Unaona nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako kwa hiki ambacho kimeweza kuongelewa. Nini mtazamo, nini maoni? Katoe maoni katika comment na tutakuja kuyasoma. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277.
Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.